Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, lakini wakati huu tuna makala juu ya kwa nini rais wa Marekani Donald Trump anapanga njama za kuidhibiti Venezuela. Je, anataka kukomesha biashara ya mihadarati ama kuna mambo mengine mengi ambayo anayatazama kama baadhi ya wachambuzi wa mambo wanavyosema? Endelea kuwa nami, mimi ni Adam Hussein. Rais Nicolas Maduro wa Venezuela amesisitiza kuwa nchi yake itaendelea kulinda rasilimali zake kwa nguvu zote mbele ya tamaa ya kuchupa mipaka ya Marekani. Wakati huu imefika hatua rais wa Marekani anamlazimisha Nicolas Maduro anyanyuke katika kiti cha urais, kwa maana aondoke madarakani. Nicolas Maduro amelani vitendo vya Marekani dhidi ya nchi yake na kuzitumia ujumbe nchi zenye utajiri wa mafuta, akisema kwamba Venezuela itatetea rasilimali zake za nishati kwa nguvu zake zote. Na katika ujumbe uliosomwa na naibu wake Dickley Rodriguez katika mkutano wa OPEC Plus kwa njia ya internet, Maduro amesema kwamba lengo la njama za Marekani katika bahari ya Caribbean ni kudhibiti akiba kubwa ya mafuta ya Venezuela kupitia hatua kali za kijeshi dhidi ya eneo hilo na dhidi ya wananchi na taasisi za Venezuela, na kwamba Caracas itatetea rasilimali zake za nishati kwa ukakamavu wa hali ya juu, haitosalimu amri mbele ya vitisho na mashinikizo ya Marekani. Licha ya kwamba kunatajwa kuwepo kwa wasafirishaji wa dawa za kulevya kutokea Venezuela, lakini suala kubwa ambalo rais huyo wa Marekani Donald Trump analiangazia ni juu ya namna atakavyoweza kupata rasilimali ya mafuta katika taifa hilo la Venezuela. Kauli ya Maduro imetolewa huku Washington ikiwa imetuma meli za kivita, manowari, ndege za kijeshi na wanajeshi katika pwani ya Venezuela tangu mwezi Agosti kwa kisingizio cha kupambana na dawa za kulevya, na inaendelea kutumia kisingizio hicho ili kuhalalisha hatua za kijeshi za Trump kwenye eneo hilo. Hii ni katika hali ambayo kwenye siku za hivi karibuni jeshi linalodhibitiwa na Trump limekuwa likizungumzia uwezekano wa kufanya shambulizi la kijeshi dhidi ya Venezuela na kuipindua serikali halali ya kitaifa inayoongozwa na rais Nicolas Maduro huko Venezuela. Mashinikizo ya Trump kwa Venezuela yameongezeka huku nchi hiyo na nyingine nyingi za Amerika ya Kusini zikiwa zinahesabiwa kwamba ni ngome ya Marekani kwa muda mrefu, bali kwa karne nyingi. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, hasa kutokana na mabadiliko ya kisiasa na kimataifa katika ukanda huo wa dunia kwa ujumla, nchi za Amerika ya Latin hasa Venezuela zimeamua kufuata njia mpya ya kupitisha sera za kupinga ukoloni na kujigomboa kutoka kwenye makucha kandamizi ya Marekani. Matukio haya yamekuwa na hasara kubwa kwa Marekani ambayo haiwezi kuendesha mambo yake bila ya kupora utajiri wa mataifa mengine tena kwa miaka mingi. Ni kwa sababu hiyo ndio maana mashinikizo ya kisiasa na kiuchumi ya Washington dhidi ya Venezuela yamezidi kuongezeka kwa njia ya vikwazo vikali na kuyachochea na kuyasaidia makundi ya upinzani wa ndani, kwa sababu Marekani haiwezi kukubali kuona kwamba nchi za ukanda wa Amerika ya Kusini zinatoka kwenye udhibiti wake. Kwa hivyo Marekani inataka kuidhibiti Venezuela kwa sababu hizo. Kwanza, kuangalia namna itakavyoweza kutajirika na mafuta yaliyopo nchini Venezuela, lakini pia kuondoa namna ambavyo Venezuela inaweza ikaibuka na kuwa shujaa wa kuweza kuyaongoza mataifa katika eneo hilo na kukataa kwake kudhibitiwa na Marekani. Hivi sasa Marekani inahitaji mno rasilimali za nishati, na nchi kama Venezuela zina utajiri mkubwa wa nishati inayohitajiwa na Marekani, lakini viongozi wa Venezuela wameamua utajiri wa nchi yao wanufaisha wananchi wao na si madola ya kibeberu. Hivi sasa ikulu ya Marekani, White House, chini ya udhibiti wa Donald Trump, imeelekeza nguvu zake zote kwenye kuipindua serikali ya Venezuela, serikali inayoitwa serikali ya kizalendo, na kuweka madarakani serikali bandia na kibaraka ambaye ataweza kulinda maslahi ya Marekani. Na hapo ndipo ambapo itaweza kukomba utajiri wa nchi hiyo. Venezuela ina utajiri wa zaidi ya mapipa bilioni 303 ya akiba ya mafuta iliyothibitishwa. Utajiri huo ni sawa na 21% ya akiba yote ya mafuta duniani. Mbali na mafuta, Venezuela ina zaidi ya futi za ujazo trilioni 200 za akiba ya gesi asilia, ambayo inaifanya nchi hiyo kuwa miongoni mwa nchi 10 zenye utajiri mkubwa zaidi wa gesi ulimwenguni. Utajiri huo mkubwa unaifanya Venezuela kuwa na nafasi muhimu sana katika soko la nishati duniani. Kama nchi hiyo itaweza kusimamia rasilimali zake bila kuitegemea Marekani na makampuni ya Magharibi, inaweza kubadilisha mlingano wa nguvu za nishati duniani, na hicho ndicho kitu ambacho Washington haitaki kusikia kabisa.
Kwa kweli Marekani inaziona rasilimali za nishati ya Venezuela kama vile si utajiri wa wananchi wa Venezuela, bali ni mali ya akina Trump na wenzake. Na wakati huo huo, Venezuela yenye akiba kubwa ya zaidi ya mafuta duniani inahesabiwa kuwa ni tishio lisiloepukika kwa udhibiti wa nishati wa Marekani. Kwa hivyo Washington inajaribu kudhibiti rasilimali hizo ili iwe na nguvu kubwa na isiwe na mpinzani katika soko la mafuta duniani. Sasa kama Venezuela itaweza kuishinda mashinikizo na kudumisha uhuru wake, itaweza kutoa ujumbe wa matumaini si tu kwa wananchi wa nchi hiyo, bali pia kwa ukanda mzima wa Amerika Kusini na kwa ulimwengu kwa ujumla. Matumaini ya ukombozi kutoka kwenye udhibiti wa karne nyingi wa Marekani. Na ndio maana baadhi ya mataifa yameona njia sahihi ni kuitetea Venezuela. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.